Imepelea 60 hiyo nitamtaka aimalizie. Lakini hiyo nyingine tufunge huo kurasa. Muungwana akivuliwa nguo sharti achutame, kama wahenga walivyosema. Hicho ndicho alichokifanya mwenyekiti wa kijiji cha Igunguya, kata ya Ngundi, wilaya ya Kwimba, mkoani Mwanza, Godfrey Masalu, baada ya kuthibitika kuwa alitumia fedha za kijiji shilingi 560,000. Ni zaidi ya mwezi mmoja sasa tangu kituo hiki kiliporusha habari hiyo, ambapo mkuu wa wilaya ya Kwimba Ngwilabuzi Rudigija alitoa mwezi mmoja kwa mwenyekiti huyo kuzirejesha fedha hizo haraka, na tayari fedha kiasi cha shilingi 500,000 zimerudishwa, huku 60,000 zilizosalia akiahidi kuzirejesha hivi karibuni. Mahera hii tayari nimeshairudisha. Kwa vile nimeshairudisha kwa wilaya, namshukuru sana kwa kunirudisha tena madarakani. Niendelee, nipambane kwa hili, nimejifunza sana. Mkuu wa wilaya ya Kwimba Ngwilabuzi Rudigija, baada ya kurejeshwa kwa fedha hizo, amemwombea msamaha mbele ya wanakijiji na kuwataka wamsamehe 7 mara 70 mwenyekiti huyo ili aendelee na majukumu yake kwa kuwa amewajibika. Kwa moyo wake mmoja. Maana yake ni mtu anayejua kwamba kweli nimeambiwa kwa sababu kosa limefanyika mikononi mwangu, acha nilitekeleze. Kwa sababu mwenyekiti ametekeleza kwa moyo mmoja, tumrudisha afanye kazi. Urogekao shokero no shoka. Maana yake tutamuondoa, na tukimuondoa itakuwa ni mazima. Mimi ambacho nataka ni waombe tumsamehe mwenyekiti, na amesema kwa moyo mmoja anataka kutekeleza kazi, na kwa sababu ni kipindi cha mfungo, tukitubu dhambi zetu, basi tumsamehe ili tuendelee na nini na kazi za maendeleo. Diwani wa kata ya Ngundi Deogratias Kasulende pamoja na viongozi mbalimbali wa kijiji hicho wamesema ni muda sasa kwa watendaji kusoma taarifa za mapato na matumizi kwa wananchi ili kuepusha mkanganyiko na upotevu wa fedha za umma. Watendaji wetu wao wasoma mapato na matumizi kwa wakati, ndio maana pesa zinapotea, tunakuwa na mkanganyiko. Simamia kwa mapana kuzofisha au kuondoa utawala unaoambatana na majungu ndani yake. Hatua ya mwenyekiti huyo kurejesha fedha hizo ni ishara ya uwajibikaji kwa wananchi juu ya rasilimali za umma, huku msisitizo kwa viongozi wengine ni kuendelea kuwatumikia wananchi kwa uadilifu na kujiepusha na fedha za umma.